أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ظاهر kama darasa ambayo ilitangulia, maswali kwa mtume yalikuwepo. Mtume alikuwa anaulizwa maswali na Waislamu wenyewe, maswahaba, alikuwa anaulizwa maswali na wasiokuwa Waislamu, na alikuwa hanuni, anajibu, na majawabu mengine analetewa na Allah, anaambiwa waambie. Tumefahamiana? Majawabu mengine anatoa mwenyewe mtume, majawabu mengine anaambiwa na Mungu, usiseme, subiri, waambie 1 2 3. Anafahamishwa, anawaambia. Tuko pamoja? Na hiyo ndio nini? Miongozo ya dini yetu. Tuko pamoja? Kitu kikiwa na utata, unatakiwa ufanyeje? Uulize, usichukue tu maamuzi ya kusema hiki hakuna, hiki hakiwi, hiki sivyo. Unatakiwa uulize, kwa nini umesema hivi? Tumefahamiana? Umesema maneno kadha 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 kadha, kwa sababu gani ukasema? Na tuliwahi kusema jana hapa kwamba unaposema kwenye dini, sio ni darasa hiyo, darasa nyingine, unaposema kwenye dini hutakiwi kusema la kwako, kwa sababu kwenye dini kuna maneno ya Allah, kuna maneno ya mtume, kuna maneno ya wana chuoni. Tumefahamiana kwamba mtume kasema hivi kuhusiana na neno hili, Mwenyezi Mungu mwenyewe kasema hivi, lakini wanachuoni wamekubaliana hivi au wamesema hivi. Tutajua vipi hayo? Ukishasema wewe, utuambie kwamba kuna maandiko haya, hiki kimekatazwa, hiki kimeruhusiwa. Tumefahamiana? Kwa hiyo watu waliona shida, na hizi shida zilitokea mwanzo huko. Wanawake walikuwa wanadhalilishwa sana wakati wa kijahilia. Ukifika wakati ule mwanamke akiwa na hedhi, basi wanaonekana kama uchafu. Umefahamiana? Hata mtu chakula cha mwanamke mwenye hedhi ilikuwa hataki kula. Tuko pamoja? Maana inaonekana kwamba sasa huyu mwanamke yuko kwenye hedhi, sasa tena atakwenda kupika, hata itakuwaje? Ikawa zahma. Maswahaba akaona ngoja tuliulize kwa bwana wa sheria. Mungu anamwambia wayasalunaka anil mahidhi, wanakuuliza Muhammad kuhusiana na hedhi. Sasa kuna haidhi, kuna na mahidhi. Unaona kitu hicho? Ile anil mage haikuja anil haidhi, imekuja anil mahidhi. Sawa? Ndio shekhe akatafsiri ail haidhi inaweza tukaipeleka kwenye haidhi yenyewe au makanahu, au ile sehemu ya hedhi, kwa sababu hapa inayosomwa sio mwanamke, inasomwa ile hedhi yenyewe, au pale mahala panapotoka hedhi. Je, tupakaribie tusipakaribie? Huyu mwanamke mwenyewe kumkaribia, kuwa naye pamoja, kukaa naye haina tatizo. Tumefahamiana? Lakini sasa kinachokatazwa ndani huko chini ni kwamba kinachokatazwa ni kwenda kufika kule ambapo pahala penyewe panatoka hedhi. Tumefahamiana hapo? Kwa hiyo hichi ndicho tunachokisoma, kwamba mahala pale, sawa huwa adha, ni uchafu unapotoka, ule unaotoka ni uchafu, na pale mahala panapotoka uchafu kwa wakati ule panakuwa na nini? Pachafu, kwa mujibu wa sheria. Kulu waambie huwa adha, huo ni uchafu, ai kadharun, ni uchafu, au mahalu, pahala penyewe pasiguswe. Fa'tazilun nisaa, jiepusheni na wanawake. Sawa?
Sasa hii fa'tazilu nisaa, akili inasema kwamba mwanamke akiwa na hadhi umkalie mbali, si ndio fa'tazilu? Lakini kumbe i'tazilu aljimai. Tumefahamiana eh? Jiepusheni na kufanya jimai. Ai itruku watihinna, acheni kuwafanyia tendo la ndoa. Fil mahidhi, wakati ule wakiwa na hedhi. Tumefahamiana eh? Wakiwa na hedhi msiwafanyie tendo la jimai. Wala takrabuhunna. Aya dhahiri inasema usijoka mkaribia. Kwa hiyo ukimwona ufanyeje? Ukae mbali na yeye, ndivyo ilivyo. Wala takrabuhunna, msiwakaribie. Kwa maana msiwakaribie kwa kufanya jimai. Uko pamoja? Hata yatuhurna, mpaka wawe safi, wasafike watuharike. Sawa? Fa idha tataharna fa'tuhunna, wakishatoharika sasa ndo nendeni kwa wanawake hao. Sawa? Ilikuwa mmejitenga nao. Sasa kimana ya kujitenga kwa Kiswahili chetu ni kwamba usikae karibu na yeye. Akikaa hapa wewe uondoke. Lakini kumbe maelekezo hayako hivyo. Kinachokatazwa hapo ni kufanya naye tendo la ndoa. Akishamaliza, akishatoharika, fanya naye tendo la ndoa, umeruhusiwa sasa. Kishamaliza, kishakoga, basi. Na wakati ule mwanamke anapotoka kwenye kukoga kwake, anakuwa yuko vizuri mwenyewe. Anakuwa na shauku, anakuwa na hamu. Na ndio wataalamu wanasema wakati ule lile ua lake ndio linapokea ile mbegu. Sasa ukitaka nini, wanasema kwamba wakati siku zile ndizo dangerous days, ndizo siku za ubebaji. Umefahamiana? Uko pamoja? Nimepata kesi moja, jamaa anasema mkeo alikuweko nyumbani kwake, basi kakaa akawa hakushiriki lile tendo la ndoa ndani ya kama siku 2-3 hivi. Yule mke alikuwa yeye anahitaji, kwa sababu mwanamke akitoka kwenye siku zake anakuwa mkali pale, anakuwa na mapenzi makubwa, anamhitaji mume wake. Sasa yule jamaa hakufanya naye tendo la ndoa ndani ya siku 3 zile zikaisha. Alipokuwa hakufanya naye tendo la ndoa, ilipofika siku ya 4, yule mwanamke akalala kule pembeni ya kitanda. Alipomsogelea kwa mbona yule ukalala hivi? Si kila mtu anajua sehemu yake analala. Kila mtu kitandani anajua yeye analala wapi. Mwingine kulala mwisho huku, mwingine kulala mwanzo, mwingine kulala katikati. Basi kitanda kile kikubwa 6 kwa 6. Ndio mpaka mmoja katika mgombea anasema vitanda vya 6 kwa 6 akipewa urais yeye atavipiga marufuku. Havifai. Ndio sera hizo. Dunia ya sera hii, kila mtu na sera zake. Umefahamiana? Sasa yule mwanamke baada ya siku zile ndio sasa, baada ya siku 3 mwanamume hakutaka kufanya naye tendo la ndoa. Wanalala kama kawaida lakini hakufanya naye. Siku ya 4 yule mwanamke akalala pembeni kule. Alipolala pembeni sasa kimsogelea ikawa kanuna. Unajua mtu kununa ndani ya nyumba inakuwa shida. Siku ya kwanza kanuna, hataki kuguswa mwanamke. Siku ya pili hataki kuguswa. Mwanamume likamuumiza lile. Akawa anaumia rohoni. Siku hiyo akamuuliza siku ya 3, vipi wewe, mbona unafanya hivi? Hujui kwamba haya yataleta ugomvi ndani, kuna shida gani? Akamwambia wewe hutaki kulala na mimi. Sitaki kulala na wewe, tunalala kitanda kimoja. Anambia tumelala lakini hujalala na mimi. Yaani mwanamke hajafanyiwa vile anapotaka. Tumefahamiana? Wewe ushapata kesi kama hiyo? Sikuulizi wewe. Namuuliza. Ila mmoja ukipata kesi kama hiyo unafanyaje? Eti mfano kama utapata kesi kama hiyo, anune mke au mke wako anune kwa sababu siku 2 hujafanya naye tendo la ndoa. Wewe akanuna halafu tena ukamuuliza akakwambia hivyo, wewe unafanyaje? Unajisikia vipi? Vipi? Anajisikia mtu mzembe. Anajisikia anapendwa, Anajisikia vipi? Anajisikia kwamba anahitajika. Kwa hiyo ni jambo ambalo yule mwanamke anakupa nini?
anakupa green light, au sio? Kwamba yeye anakuhitaji. Tumefahamiana? Mwenyezi Mungu atusaidie. Sasa ndio Mungu anasema fa idha tataharna, ndio tunachokisoma wakishatoharika fatuhunna, wafanyieni tendo lao hilo, lakini min haithu amarakumullahu, kwa namna ambayo amekuamrisheni Mwenyezi Mungu, bitajannubihi min alhaidh fil haidhi. Sawa? Njia ya Mungu ni kwamba kwenye hedhi mjiepushe, wa huwa alqubuli, na sehemu mnayotakiwa mfanye hilo tendo ni sehemu ya mbele. Wala taaduhu ila ghairihi, msije mkachupa mpaka mkenda sehemu iliyokuwa sio mlioruhusiwa. Mwenyezi Mungu kaziweka jirani sehemu hizo. Tuko pamoja? Wakati mwingine inawezekana mtu anashughulika akaja ikabidi akaona kwamba hapa mbona ni karibu, hili shamba si la kwako, usije ukachuma hindi la watu. Tuko pamoja? Wewe ukate ndizi kwenye mgomba wako, mgomba si wa kwako, usikate ndizi ya watu. Ukiikata ndio Mungu ana mipaka, na Mungu kaeka mipaka kweli kweli, au sio? Kaeka mipaka. Kwa hiyo mpaka wa Mungu uheshimiwe. Mwenyezi Mungu ndicho anachokisema. Inna Allaha yuhibbu tawabina, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutaka toba, wa yuhibbul mutatahhirin, na wenye kujisafisha kwenye mambo ya uchafu. Ukiambiwa uchafu, uchafu. Wanaume wengine wakorofi, lakini na wanawake wengine wakorofi. Tumepata taarifa kwamba kuna wanawake wale wahuni wale, au wale wakorofi wale, zile siku zao za hedhi wanatia dawa maalum ya kukata ile damu, alafu wanakwenda kufanya matendo yao machafu. Limawe wanafanya vitu kama hivyo. Sasa hii ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu analikataza. Tuko pamoja? Mwanamume wakati mwingine ikiwa ndio kwanza yuko kwenye tafrani zake za kutafuta wanawake, yeye haoni tabu kumwambia mwanamke hivyo hivyo, twende tu. Ukifanya hivyo umefanya kosa. Umefahamiana? Inna Allaha yuhibbu tawabina, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutaka toba kwa dhambi zao. Mwenyezi Mungu atusamehe. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa yuhibbul mutatahhirina, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kujitoharisha. Nisaukum, wake zenu, harthul lakum, ni mashamba yenu. Ai mahalla zar'ikumul waladi, wameitwa mashamba kwamba ni pahala ambapo unakwenda kuweka mbegu alafu inatoka kitu. Sawa? Mungu anatusomesha kwa mujibu wa lugha zetu, kwa mujibu wa matendo yetu. Shamba unapanda mti, unakwenda kufukia mbegu. Baadaye inatoka, inazaliwa, inakuwa mti. Unapanda, unakuwa mpaka unafika pahali unatoa matunda. Na yule mtoto ni kama kwamba umekwenda kuweka mbegu yako, na ni mbegu kweli. Sawa? Halafu inalelewa, inatoka, anatoka mtoto. Kwa hiyo nisaukum, wake zenu, harthul lakum, ni mfano wa mashamba yenu. Hasafatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu, ai mahalluhu, nendeni pale mahali mnapotakiwa kupanda mbegu. Wa huwa alqubuli anashitum, ile sehemu ya mbele. Sasa hapo we mwenyewe na utaalamu wako wa namna unayotaka. Sawa? Mungu anasomesha mpaka hakuweka mipaka kwamba lazima mtu umlaze chakasa, umlaze kama kasa, au umlaze kama ng'ombe. Ni wewe mwenyewe, anashitum, kwa namna mnavotaka. Sasa hapo tena vijana, kila mtu na utaalamu wake, lakini Mungu keshatoa ruhusa, anashitum, kwa namna mnavotaka. Lakini wakadimu li anfusikum, indhari na tahadhari, kabla hujakwenda kumuingilia mwanamke, mtangulize romas kwa ajili ya nafsi zenu. Sio ukifika mwanamke uko kitandani unamvamia kama jogoo, unapata makosa, ni hatari, utakataliwa. Umefahamiana? Unakataliwa. Mwanamke anaojielewa sema hii tena umenifanya kama kidampa, unakuja unarukia tu. Wakadimu li anfusikum, ndio tunasoma hivyo. Mtume alikuwa haoni, Mungu mwenyewe hakuona tabu kuyasema haya, kwa sababu anajua kwamba watu vichwa vibovu, akishaharibikiwa kichwa kikishanyanyuka chengine hakifanyi kazi tena.
Tumefahamiana? Hii wakadimu li anfusikum pia inasema msome bismillah. Na ukisema bismillah pale, lakini awe mke wako, ikiwa si mke wako ukisema bismillah unajishtaki, unakwenda kuiba polisi. Tumefahamiana? Wakadimu li anfusikum, tangulizeni mazuri kwa ajili ya nafsi zenu. Sawa? Al-amalu salihu katasmia, kama kusoma bismillah inda al-jimai, wakati wa kujimai. Wattaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu katika yale anayokuamrisheni muyatekeleze, na anayokukatazeni muepukane nayo. Sawa? Waalamu, mjue muhakikishe, annakum mulaquhu, kwamba Mungu mtakutana naye, bilbuthi, kwa kufufuliwa, fayujazikum bi'amalikum, atakulipeni matendo yenu mliokuwa mkiyafanya. Kwa hiyo wewe leo fanya unavyofanya huko, jifiche, huonekani, lakini siku ya kiyama unaikuwa wazi pale. Huyu alikuwa hivi, alikuwa na tabia chafu, siri zako zote yoma tubla sarair. Kwa hiyo mtu ajiepushe kabisa dhahiri. Waalamu, mjue, annakum mulaquhu, mtakutana na Mwenyezi Mungu. Wabashiril mu'minin, wape habari za furaha wenye kumwamini Mwenyezi Mungu, wenye kumuogopa Mwenyezi Mungu, bil jannati, kwamba watapata pepo. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuipate pepo yake. Baada ya hilo limemaliza suala la mapenzi. Tuko pamoja? Sasa Mwenyezi Mungu anatusomesha kitu kingine katika aya inayofuata. Viapo hivi tunavyowapa hapa hivi, kila wakati mtu wallahi tafanya hivi, wallahi mimi maana yake hivi. Sasa haya nayo yanashughulisha. Umefahamiana? Yamini ni hatari. Lakini sasa je, yamini haina mipaka? Ukisema tu wallahi ndio kushakula yamini. Mungu akaleta maelekezo. Sawa? Wala tajalullaha, musimfanye Mwenyezi Mungu urudhatan, kwamba ni kizuizi cha kufanya wema, li aimanikum, kwa sababu ya viapo vyenu. Wallahi mimi sendi kwa shangazi, simfanyie hivi. Wallahi mimi sifanyi chochote. Tumefahamiana? Sema nilitaka nende kwa shangazi lakini niliapa. Sasa Mungu asema msifanye kile kiapo chako cha jambo la kheri uliapa hufanyi. Sasa ikawa kimekuzuia, ndio usifanye tena. Yalitokea haya wakati ule mama Aisha aliposingiziwa yale mabaya. Kuna watu waliapa, walisema sisi hatua fulani na fulani, madam kasema maneno haya, madam mkashukiwa maneno, basi sisi hatumsaidii tena, wallahi hatumsaidii. Mwenyezi Mungu asema hapana, wasaidieni. Nyinyi hamtaki kusamehewa, hawa nao wanataka kusamehewa. Hawa ni watu maskini, wana mahitaji, wanahitaji. Nyinyi ndio mnawasaidia. Na unapopewa neema ujielewe. Neema isikuhangaishe kichwa. Utulizane, uitumie kwa utaratibu. Ukifanya mchezo itaharibika au utanyang'anywa. Tumefahamiana? Watu wanakutafuta, wakishajua una pesa wanakuja. Bwana kuna issue gani? 1 2 3. Ala, kuna issue sasa kama una pesa lete. Ala, nikupe pesa tukafanye issue. Basi kama hukuwa makini hapo, mara unakuta pesa hizo zimekwenda bondeni, na zikisha kwenda bondeni pesa unaenda kuzifuata, inakuwa shida. Na huku juu sasa, baada ya kutafuta za huko sasa unakwenda kuhangaikia ulizozipeleka bondeni. Tumefahamiana? Kwa hiyo lazima tuwe makini. Wala tajalullaha, msimfanye Mwenyezi Mungu, kwa maana viapo vya Mwenyezi Mungu msivifanye viapo vya Mwenyezi Mungu urudhatan, kwamba ni kizuizi, li aimanikum. Sawa? Ni kizuizi cha kufanya wema. Wala tajalullaha, msimfanye Mwenyezi Mungu urudhatan, kwamba ni kizuizi, li aimanikum, ya viapo vyenu. Sawa? Altabarru, mkaacha kufanya wema, watataku, na mkaacha kumuogopa Mwenyezi Mungu. Sawa? Watuslihu baina nas, pia mkaacha kufanya mazuri baina ya watu. Watu wanahitaji kusaidiwa. Watu kila mmoja Mwenyezi Mungu ampa uwezo wake. Fulani akiwepo mambo yanakaa sawa. Fulani akikosekana kunakuwa na mapungufu. Tumefahamiana? Kwa hiyo haya ujielewe. Mimi sendi kwa fulani, asiniambie kitu, unamkimbia. Kumbe kumkimbia kwako ni kumpa athari. Mambo yake yataharibika ukiwa hupo. Kwa hiyo ukubali, ukishakuwa wewe ndio watu wanaona kwamba fulani atatusaidia, basi wewe kweli uwepo kuwasaidia.
Mfahamiana? Mungu hajasema ukamwambie mtu akuibie. Mungu asema tuslihu. Sasa mwizi na yeye anahitaji kufanyiwa islahi, hata kuambiwa wewe usiibe, wewe jiepushe na mambo haya. Tumefahamiana? Hii tuslihu sio kwamba labda ukamnini ukafanya tuslihu, inazunguka kila mahala, kwa sababu mwizi anahitaji kukatazwa. Akatazwe na nani? Na wewe ambaye ni mtu mzuri, ni mtu wa nasaha. Tumefahamiana? Tuko pamoja? Yule mwizi wewe huwezi, unamtafutia mbinu ya kumwezesha, kwani mwizi ni binadamu naye ana shida. Anakuja wakati mwingine, mzee basi nige shilingi 500. Unataka nini? Anataka nikapate juice. Basi ya juice hapa. Jana kajia mtu mwizi, wala ukimtizama macho yake na mdogo. Ananiambia bwana, nimeletwa na Juma. Nipe pesa nikachukulie kidampa, mamangu anaumwa ili kibajaji. Anamjua wewe. Alikuja yule bwana jana akasema alikuwa anashika Yusuf. Kwa hiyo kamkosa pale msikitini hapa. Baada kama swala la siri. Mtu mzima. Makamu anafika yeye akapigana 40 anafika. Ana kofia na mashati machafu. Ndio sababu ana familia, anasema ana mke na watoto. Anasema mara nyingi anakwenda kwa Sheikh Yusuf anamsaidia mambo yake. Mungu asema mtumamia. Ongomeje sema kwa mtu akasema kwamba akaja kwenda, lakini kwa bahati mbaya ya kukuta. Kwa hiyo mtihani. Sasa kama huyo unamuulizia, kama una namba ya Sheikh Yusuf unampigia hapo. Sheikh Yusuf, kuna mtu umemtuma hivi. Kuna hujamtibu. Kwa sababu atuslihu. Tumefahamiana? Ndio ajira yake ile. Ndio ajira yake. Jana nimeswali msikiti Ngamia. Sijui adhuhuri ile adhuhuri. Nilipokwenda pale nimekaa, sijaingia msikitini, nikamwona mtu anaambiwa hapa utoke, ukifanya mtu utakutia bakora. Mtu mzima hivi. Mtu mzima wa makamu. Lakini ana mashati machafu, manguo hana kanzu. Kavaa suruali na shati na kofia. Sasa jamaa anasema humu atoke akatafute pahali akaswali. Huyu mtu mlevi huyu anakuja anadai pesa, halafu analewa, halafu anatukana, anafanyaje? Halafu yote hayo anakuja humu ananuka pombe. Kwa hiyo msikitini humu atoke huyu. Jamaa akatolewa huyo. Jana. Wamnaza. Tumefahamiana? Sasa nini? Tuslihu. Ndio sasa afanyweje? Angekutana na wengine wangemtia bakora. Wengine walisema huyu atiwe bakora huyu kwa sababu ndio kawaida yake huyu. Maalim, lakini kuna wengine ukishamwona na haribikio, ukimfuata ukimpa nasaha anakupakazana kwamba wewe mbea. Unafuatilia maisha yake. Kila sehemu mbea bwana huyo. Mtu gani mbea kwa maisha yake? Kuna namna ipo. Mungu husema tuslihu. Au sio? Mungu neno lake asema watuslihu. Muwafanyie watu mazuri. Sasa ikiwa wewe uzuri hujafika kiwango pa kujua, manake mtu alokuwa yeye hata haswali wala hana mpango wa kuswali wala kuna nini, ukienda ukimueleza masuala kama hayo moja kwa moja kwamba wewe ndio ukaswali, itategemea utakavyomwambia, hakuelewi. Tumefahamiana? Sasa islahi ya mtu, kila mtu anachukuliwa kwa hatua zake. Wakati mwingine mtu anakosea, tunakosea kuambia watu. Tuko pamoja? Haya, Mungu atusaidie. Dhahir. Watuslihu baina nasi. Sawa. Walmaana makusudio la tamtani'u, msijizuie min fi'li ma dhukira, kuyafanya mazuri, min albirri, ayo mema, wanahawu na mengine. Idha halaftum alayhi, bal ituhu, mtakapoapa kwamba hili hamlifanyi lakini yafanyeni mazuri. Wakafiru, na mufanye takfiri ya viapo vyenu, mufumue viapo.
Sawa? Lianna sababa nuzuliha al-imtina'u min dhalika, kwa sababu ya kuteremka aya hii ni watu walijizuia kabisa kuwafanyia watu wengine wema, wakaambiwa pamoja na kuwapa kwenu toeni kafara alafu muendelee. Wallahu samiun, Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, alimun, tena ni mwingi wa elimu, bi ahwalikum, anazijua hali zenu. Sawa? La yuakhidhukumullahu, hawapatilizi Mwenyezi Mungu, hawakamati Mwenyezi Mungu bilaghawi fi aymanikum, kwa vile viapo vyenu vya laghaw. Wa huwa ma yasbiku ilaihi lisan, ni vile viapo ambavyo vinakuja tu kwenye ulimi, min ghairi qasdi alhalafi, basi na kukusudia kumweka Mungu shahidi. Na haula wallahi, wallahi mimi sijafanya hivi, wallahi mimi nitakwenda pahala fulani. Tumefahamiana hizi wallahi hizi, wallahi bwana jana nimefanya hivi, tumekwenda hivi swala. Watu wengine wallahi ndio maneno yao, yani akisema wallahi inatoka mdomoni. Tumefahamiana? Tuko pamoja? Fala ithma fihi wala kafara, hakuna dhambi kwa kusema hivyo, wala hakuna kuchafua dhambi, yani hakuna kafara. Walakin yuakhidhukum, lakini Mungu atakupatilisheni bima kasabati kulubukum, kwa yale viapo ambavyo vimechumwa ndani ya nafsi zenu. Ay kasadtuhu min al-imani idha halaftum, unakusudia kuwapa kuthibitisha kitu ilichokuwa pengine hata si cha kweli. Ile ndio yamini inayoangaliwa. Siwezi yamini wallahi mtu wangu mimi nakupenda bwana. Wewe umepata dhambi unaapa mimi unanipenda, halafu tena unafanya tumefahamiana. Ile vya mahakamani unapokuja hapo unasema maneno tunasema yote ya kweli. Siku nyingine ya uongo unasema haudhuru ile tamu. Ule haudhuru, ile lagha fi aibani. Ile kwamba mimi fulani na hapa tafanya hivi. Tumefahamiana? Ile ni kiapo, tumefahamiana? Na kinatakiwa kiheshimiwe. Tuko pamoja? Kwa sababu ada na watu wakishaika ada yao na desturi yao, sheria nayo inapokea. Tumefahamiana? Kile ni kiapo. Lakini sasa hakuna kitu kilichokuwa kimefanywaje, kimetungwa kwamba hiki ndicho ukiapie hiki, kuthibitisha hiki, kukataa hiki. Kwa sababu unaposema na hapa nitakuwa mtiifu, tumefahamiana? Wakati mwingine hata ile neno na hapa hawasemi, au sio? Mimi fulani bin fulani naahidi, au anatumia neno mwenyewe analolitaka, au na hapa nitakuwa mtasimamia haki na sheria. Kwa kusema neno na hapa tu hujaapa, pale hawaapi. Mtu atie udhu aseme wallahi billahi, tumefahamiana kwamba mimi nitafanya jambo fulani, nikienda kinyume sheria ni Mungu anihukumu. Lakini kwa kushika msahafu kasema mimi fulani bin fulani na hapa, hii hujaapa. Tumefahamiana? Ile ndio hizo lagha fi imanikum, mnatia watu zuga tu pale, au vipi babu? Kwa sababu herufi za kiapo zipo pale, hakuna herufi ya kiapo inayotumika pale. Hapo hapo kwa Biblia. Desturi za watu wameweka, basi waape kile si kiapo bwana. Tumefahamiana? Kiapo kina herufi zake. Wallahi au wabillahi tallahi, ukajifunge pale na Mwenyezi Mungu, namweka Mungu shahidi kwamba mimi nafanya hivi. Sasa kuamini viongozi wetu watuambia uongo na kwani kiongozi hasemi uongo? Haya sasa ushangaa nini? Kiongozi hasemi uongo. Sasa unachoshangaa la yuakhidhukumullahu, hawapatilizi Mwenyezi Mungu billahi fi imanikum, kwa viapo vyenu vya kutengeneza tu. Sawa? Walaki yuakhidhukum bima kasabat kulubukum. Wallahu ghafurun, Mwenyezi Mungu ni wa kusamehe, lima kana min al-laghawi, yale yaliyokuwemo katika laghawi, tena halimun, mpole Mwenyezi Mungu. Nafikiri tufike hapo. Bitaakhiri al-uqubati an mustahiqiha,
Mungu anachelewesha adhabu. Mtu kishafanya dhambi lakini haadhibiwi, anapewa muda ili atake nini? Arudi kutaka toba. Tumefika. Tunakuja kuingia habari nyingine sasa. Sawa? Naam. Kwenye